Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua, bahati mbaya inawezekana wengine hawakupata, lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wameridhika na kushiriki. Kwa hiyo niseme tu kwamba utaratibu uliotakikana umefanywa. Bwana, tunaona Mangungu anaingia hapa, mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu anaingia hapa ya bwana. Hawa ni wanachama wakiwa kwenye uhakiki wa kadi zao. Tunaona wanachama ndo kwanza wanaingia hapa, lakini kikubwa kinachoangaliwa hapa ni kuhakiki kadi zao, Yes, kama ambavyo unaona uhakiki wa wanachama kwenye mkutano wa dharura, lakini ukiambatana na dua ambayo itafanyika hapa katika viwanja vya Mo Bunju Arena. Bwana, umehakiki? Lakini umehakiki bwana, wanasema umehakiki na udhibiti unaendelea hapo kuhakiki wanachama wa klabu ya Simba ili waweze kuingia humu ndani, na wengine tayari wameshaingia. Kwa mbali tunawaona wako kule. Simba, nashukuru sana Alhaji Kisiwa kwa maelezo uliyotoa, lakini inawezekana ikawa na kinzani kidogo na hata hivyo tulipata maelekezo kwenye ofisi za mamlaka ya serikali kuhusu uteuzi wa baraza la wadhamini. Hata hivyo tumekuwa tukifanya mawasiliano ya aina tofauti ili kuweza kukidhi historia kwamba katika katiba yetu ambayo ilikuwepo awali kabla ya kufanyiwa marekebisho mwaka juzi na mwaka jana, hakuwa na kipengele cha kuwa na katiba ya baraza la wadhamini. Baraza la wadhamini lilikuwa linaundwa kutoka kwenye ile katiba yenyewe, kitu ambacho sasa hivi yalifanyika marekebisho yaliyopitishwa na Bunge na sheria hiyo ipo. Kwa hiyo tulifanya marekebisho hayo. Hata hivyo tulipeleka mapendekezo ya mabadiliko ya kurekebisha hiyo katiba ya baraza la wadhamini na imepitishwa. Awali ilikuwa inasema wajumbe 4 wa baraza la wadhamini. Sasa hivi imetoa sharti lazima wawe 7 pungufu 5. Na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo, lazima awe mwanachama; 2, mwadilifu; 3, watakao kuwa tayari kutumikia nafasi kwa niaba ya wanachama wote. Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua, bahati mbaya inawezekana wengine hawakupata, lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wameridhika na kushiriki. Kwa hiyo niseme tu kwamba utaratibu uliotakikana umefanywa. Baada ya hapo, niseme tu kwamba tunao wajumbe ambao walikuwepo kwenye baraza. Kuhusiana na Faisal Salum, Azam haitokujibu wewe na haitomjibu mwandishi yoyote kuhusiana na swala la Faisal Salum. Nitaka kufahamu tu mkataba, sababu nasema hivi, swala la Faisal Salum sio wewe, sio chombo chochote Azam itakayojibu tena. Kwa mmefunga mpaka pale ambapo taarifa nyingine mtakazoitoa nyie. Katiba yetu ambayo inaongoza kwa kusema. Asante sana. Basi nakushukuru sana za kazi la ushauri ambalo litakuwa ni moja kati ya vyombo vyetu vyenye mamlaka. Hata hivyo, wajumbe wanaounda hilo baraza wapo wengi, akiwemo mzee Dalali, ni viongozi wale wastaafu ndio ambao wanaingia huko. Kwa hiyo tumeshauriana na nimepata mapendekezo. Hali ya mzee wetu Ramesh Patel ameshatumikia miaka 25
kwenye nafasi hiyo, na sasa hivi hayuko vizuri sana. Kwa hiyo tunamsamehe na tutafanya marekebisho. Pia mzee Kapuya naye hali yake, mtu mzima sana, anaishi sasa hivi yuko Kaliua huko, si Kaliua iko sehemu gani Tanzania hapa, lakini nadhani itakuwa mapolini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa tunapata shida kumpata. Kwa hiyo wajumbe hawa wataendelea kuwepo kwenye baraza lile la ushauri na wataendelea kushirikiana na Simba katika namna hiyo. Lakini ukienda mbele kwenye katiba ya baraza la wadhamini, kuna shida inajitokeza kwamba baraza la wadhamini ndio chombo cha usuluhishi itakapokuwa inatokea sasa mgogoro wowote baina ya pande. Ibara ya 16(1) ya katiba hiyo ya baraza la wadhamini, Mzee Mihayo ndio mwenyekiti wa baraza hili. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu yeye kuweza kuvaa kofia mbili, ile na hii. Kwa hiyo itakuwa na wajibu wake yeye kuchagua wapi ataweza, lakini ile iliyotangulia ndio inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ataenda huko. Kwa maelezo hayo, wapo wajumbe ambao tutawataja hapa. Utaratibu ukiwa umeridhia, tumeridhia. Yule ambaye anaona kwamba fulani hakustahili kuwepo anaweza kufanya objection kwa kuandika na kufuata utaratibu wa kikatiba. Hapa hatupigi kura wala hakuna utaratibu huo ambao umeainishwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo mapendekezo, ndugu Adam Mgoi ambaye alikuwepo na mlimpitisha mwanzo atakuwepo, ndugu Hamad Abdalla, ndugu Salum Abdalla, Dr. Bill Kiwia, Hassan, Ismail Muhammad na Amos Makala. Hawa ndio wataunda hilo baraza. Utaratibu wa kuchaguana na mwongozo mwingine ni wao. Kwa hayo machache niseme kwamba tunawashukuru kwa ushiriki wenu na tumefikia hapo. Asante sana.